Kwa majina naitwa Dr. Frank Edward Arabi, ni mkazi wa Tabata na ni mchezo. Na leo tumewalika hapa kwa ajili ya kuzindua mashindano yetu haya ya Arabi Tabata Cup 2025, na mashindano haya yatakuwa kata yetu ya Tabata na timu za mitaa ya kata ya Tabata ambazo ni timu 8 zitaenda kushiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo mashindano yatakuwa ni knockout stage. Kila timu itakapocheza itakuwa ni knockout na baadaye itakwenda nusu finali mpaka finali. Na lengo kubwa la kuleta mashindano ni kuleta umoja katika vijana wa kata yetu ya Tabata, lakini vile vile kuibua vipaji vya vijana kutoka katika kata yetu ya Tabata. Kwa hiyo tukasema pia vijana wa kata ya Tabata wasikae nyuma, nao washiriki katika michezo ili tuweze kuibua vipaji vitakavyoenda mbali zaidi na hata nje ya nchi. Na kama tunavyojua wote, michezo ni ajira kubwa kwa sasa. Kiamandusi ni mratibu wa mashindano. Kama alivyotangulia Dr. Arabi kuongea, ni kwamba tumeleta mashindano haya kwa ajili ya sisi vijana na vijana wenzetu wa Tabata tupate sehemu ya nafasi ya kucheza na kuonekana. Na katika fursa hii tukasema kwamba sisi wenyewe vijana kama vijana tunatakiwa tutambue kwamba michezo tena sio kama mtu naenda kutoa jasho na kurudi nyumbani. Michezo ni ajira. Tunaona wenzetu walipotokea. Mashindano yetu kama tulivyokubaliana na makapteni na viongozi wa hizi timu, mashindano yetu zawadi, mshindi wa kwanza atapata 500,000 cash, mshindi wa pili atapata 300,000 na mfungaji bora atapata 100,000, golikipa bora atapata shilingi 1,000. Naitwa Godfrey Anthony Kisigo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Msimbazi kata ya Tabata, lakini ndio mwenyekiti wa wenyeviti wa kata ya Tabata. Kwanza tuna kila sababu ya kutoa shukrani zetu za dhati tukiwa wenyeviti wa serikali za mitaa wa kata ya Tabata, kwa hasa kwa mdhamini ambaye ameanzisha mashindano haya, Dr. Arabi, kuanzisha mashindano ya Arabi Tabata Cup. Lakini pia Dr. Arabi ameshirikiana pia na wenzetu ambao watafadhili mashindano haya, Tabata Mini Market, lakini pia na magari used. Kwa pamoja sisi kama wenyeviti wa serikali za mitaa wa kata Tabata tunawapa shukrani zetu za dhati kwa kuliona hili kwa umuhimu wake wa hali ya juu. Tumeona ni wakati sahihi sasa wa kuleta mashindano ya aina hii ili tuweze kuibua vipaji vya vijana wetu wa kata hii ya Tabata. Kwa tuna vijana wengi sana ambao wapo ndani ya hii kata yetu, lakini sasa hawajapata fursa ya kuonekana. Kwa hiyo mashindano kama haya yanakuja sasa kuwaleta mbele, wacheze mpira, tuone vipaji vyao. Na kama tunavyojua mpira ni ajira. Kwa hiyo wanapocheza mpira, tunapowaona, tutainua vipaji na wengine wanaweza kutengeneza ajira pia kutoka katika mashindano kama haya. Na ndo kama tunavyosema, hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yupo mstari wa mbele pia kuhamasisha michezo kwa vijana. Na kwa bwana, vijana watoke kwa vijiweni, washiriki michezo ili waweze kutengeneza ajira zao, kujenga uchumi wa nchi. Tusishiriki katika vitu ambavyo vinaleta uvunjifu wa amani nchini, masuala ya ugomvi, mambo ya ukabaji, mambo ya maandamano yasiyo na msingi. Tufocus katika kujenga uchumi wa nchi yetu, tushiriki katika michezo. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka wa kuchagua viongozi wetu nchini. Kama vijana ni lazima pia participate, waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ili kuweza kuchagua pia viongozi wanaoweza kuongoza nchi vizuri. Mimi kwa jina naitwa Leonard Richard Chalema, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mandela. Na wapongeza Arabi kwa ushirikiano waliokuja kutuletea kata ya Tabata kwa kupitia utaratibu wa kuhamasisha vijana wetu kwa ajili ya njia ya michezo. Kwa hiyo ni jambo jema kwa taratibu hizo wanazo kwenda nazo. Tunazidi kuwapongeza na tuzidi kuwapa support Arabi ili hili zoezi liweze kufanikiwa. Kwa ujumla ni jambo jema sana kwa kuunganisha mitaa yote 8. Na bahati nzuri mitaa yote 8 tumeshiriki katika utaratibu wa kuwapa support Arabi. Kwa hiyo tunazidi kuwapongeza. Mungu awabariki kwa zoezi lao.